السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكيا سالنا سلام متوم صلى الله عليه وسلم. Ijumaa iliyopita tulielezeana hapa na kubainishiana neematul amni, neema ya amani na madhara na hatari ambayo inapatikana baada ya kuipoteza neema hii. Katika Jumaa ya leo tunaona kuna haja ya kubainisha baadhi ya mambo huenda bali yawezekana kwa asilimia kubwa ndiyo sababu ya kupoteza neematul amni, neema ya amani, neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametupa waja wake bure bure kabisa. Tutazungumzia kile kinachoitwa al-hurriya, uhuru, kwa unwani isemayo mafhumu al-hurriyati fi al-islam wa inda al-gharbi, mtazamo wa uhuru katika dini ya Kiislamu na ule mtazamo wa uhuru kwa wa magharibi. Yani Uislamu unalichukuliaje suala la mtu kuwa huru, na namna ambavyo wa magharibi wanavyoona namna gani mtu anatakiwa kuwa huru. Ibadallah, يقول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakuna kulazimishana katika dini, tayari ubainifu umebainika kutoka katika upotovu. Jambo la fahamika, hii ni haki na hii ni batil. Anayetaka kuwa muislamu awe muislamu, na anayetaka kuwa kafiri na kukumbatia zile batil akumbatie hizo batil. Uhuru wanao. Aya hii ni sehemu ya aya zinazoonesha namna ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amempa mwanadamu uhuru katika yale mambo yake. Laqad khalaqa Allahu al-bashara min bani Adam ahrara, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wanadamu, amemuumba mwanadamu na wanadamu kwa ujumla kuwa ni watu huru. Laisu bi'abidin li ahadin, kwamba wao hawafai kumwabudia yoyote wala hawatakiwi kuwa watumwa kwa mtu yoyote. Na hili lilikuwepo kabla ya Uislamu, na ulipokuja Uislamu ukaja kuondoa utumwa, na baadaye wa magharibi wakarudisha utumwa, na walifika mpaka nchi zetu za Afrika kwa mambo ya utumwa. Wa hadha huwa al-aslu fihim, na hili ndilo asili
kwa wanadamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba wakiwa ni hai, wakiwa ni huru. Wallahu azza wa jalla a'ta al-insana irada wa mashi'a, na Allah subhanahu wa ta'ala amempa huyo mwanadamu al-irada, kuwa na takwa, wal mashi'a, na utashi katika mambo yake, wa ikhtiyaran, na kuwa ana hiari ya kuchagua anachokitaka. Falaysa al-'abdu majburan ala amalin, mja halazimishwi kwamba ni lazima afanye jambo fulani, la, amepewa uhuru na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama huwa hurrun fi ikhtiyarihi wa mashiatihi, mwanadamu huyo amepewa hiari katika kuchagua kwake na ule utashi wake katika kuendea mambo. Wa binaun ala hadhihi alhurriyati fi ikhtiyari wal mashia, na kwa kujengea hili la kuwa mtu ana hiari na ule utashi katika kuamua mambo yake, yuhasibuhu Allahu azza wa jal, Allah atamuhesabu na kumlipa kutokana na nia yake katika hayo. Wa min kalimati amiri almu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ndo akasema amiri almu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu maneno kuhusiana na mambo ya utumwa, akisema mata sta'abadtumun nasa waqad waladtuhum ummahatum ahrara, kwamba lini mtakuwa nyinyi mnawafanya watu kuwa watumwa ili hali watu hao wamezaliwa na mama zao wakiwa huru. Maana yake hakuna mtu anayetakiwa kumfanya mwenzake kuwa ni mtumwa na yeye akawa ni sayyid. Falhurriyatu fil Islam, sasa maana ya uhuru katika Uislamu, mtazamo wa Uislamu kuhusiana na uhuru. Uislamu unatambua vipi swala la uhuru? Falhurriyatu fil Islam hiya al-iradatu al-kamilatu fil ikhtiyari duna qahrin au ijbarin, kwamba uhuru, mtazamo wa Uislamu katika uhuru, maana ya uhuru maana yake nini? Hiya al-iradatu al-kamila, ni kule kuwa na takwa lililokamilika, takwa la moja kwa moja, fil ikhtiyari, katika kuamua kwamba mwanadamu atakuwa ni mtu wa mwisho, muislamu atakuwa ana maamuzi yake mwenyewe ya mwisho, duna qahrin au ijbarin, pasi na ya kulazimishwa wala yani pasi na kulazimishwa kwa nguvu, wala ijbarin, wala kuendea mambo yake kwa kulazimishwa. Muqayyadatun bimuwafaqati shar'i, lakini hilo la uhuru, pamoja na uhuru huo atakaokuwa nao, muqayyadatun bimuwafaqati shar'i, uwe uhuru huo umedhibitiwa kisheria, ai bikitabillahi wa sunnati nabihi alayhi salatu wassalam, kwamba uhuru uwe chini ya misingi ya kisheria, uwe chini ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, hatta la takhtalita wala tattariba al-umur, mpaka mambo yasije yakavurugika, mambo yasije yakagongana ikawa hakueleweki. Wa hatta la yufsida nidham al-kauni, na mpaka isije kuharibika ile nidhamu ya nchi na utaratibu wa utawala. Wa min huna jaa asl asil, na kwa maneno haya ndio ukaja msingi katika misingi, wa faridhatun min faraidid din, na msingi ambao ndio nguzo katika nguzo za dini, wa huwa al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, msingi ambao ni kuamrisha mema na kukataza mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari, kwamba nyinyi mmekuwa ni umma bora, mnaamrisha yaliyokuwa mema na mnakataza yaliyokuwa mabaya. Huo ndio uhuru na mtazamo wa Uislamu juu ya uhuru, kwamba uhuru kila mmoja anao, amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini uhuru huo upite chini ya misingi ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kwa maana hiyo kila muislamu ana wajibu wa kumkataza yule ambaye atakuwa anatoka nje ya uhuru aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiyo Allah kaamrisha tukatazane mabaya, tuamrishane mema na tukatazane mabaya.
ili watu wasije kutumia uhuru wao vibaya. Ibadallah, enyi waja wa Allah, famin ahammi athari mafhumu al-hurriya, famin ahammi athari mafhumi al-hurriya, miongoni sasa mwa athari kubwa za ufahamu wa uhuru wifqa ru'yati al-islamiyya, kwa mtazamo wa Kiislamu. Athari gani ambazo zitapatikana kama watu watapita na uhuru kwa mtazamo wa Kiislamu? Idrakul insanu hadafa hayatihi, mwanadamu atapata na kufikia lile lengo la uhai wake wa kuwepo hapa duniani, wa huwa al-ubudiyatu lillahi azza wa jalla, lengo ambalo ni kuwa mtumwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuwa mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya maamrisho ya Allah na kuacha makatazo yake, wa tawfiqu silati bihi subhana wa tawakkul, kadhalika na kuwa na thiqa na muunganiko na Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawakkul, na kuelekea na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, wal i'timadu alayhi, na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, wa thiqatu bihi, na kuwa na thiqa na Allah subhanahu wa ta'ala, ma'a badhil al-asbab al-wasa'il al-mu'inati lahu ala imarati al-ard, pamoja na kuchukua juhudi za kufanya zile njia ambazo zitakazomsaidia mwanadamu huyo juu ya kuimarisha na kuendea ile dunia yake. Wa minha, kadhalika miongoni mwa athari ambazo yule ambaye au miongoni mwa athari zinazotokana na mtazamo wa Uislamu katika uhuru au mtazamo wa uhuru kwa mujibu wa Uislamu, tahqiqu saadati washuuri bisakina, ni kuhakikisha uwepo wa furaha ya kweli kweli, bisakina washuuru bisakina, na mtu akawa na zile hisia za utulivu wa moyo na maisha, wal ihsasi bitmainan, na akawa na hisia utulivu na amani katika maisha yake, waridha bil qada'i wal qadari, na akawa ni mwenye kuridhia maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na qadari za Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah, amma mafhumu al-hurriyati 'inda al-gharb, ama ufahamu sasa wa uhuru wifqa ru'yati al-gharb, kwa mtazamo wa magharibi wao wanaonaje? Hiya al-hurriyatu al-mutlaqa, wa magharibi wao wanaona uhuru ni mtu kuwa na uhuru wa moja kwa moja, bi an taqula ma tasha, kwamba una haki ya kusema utakalo, watafalu ma tasha, na ukafanya utakalo, wataktubu ma tasha, ukaandika unalotaka, watakallamu fi ma tasha, na ukamzungumzia mtu kwa chochote unachokitaka wewe. Huu ndio mtazamo wa uhuru kwa magharibi, bila kujali utawaumiza watu kiasi gani, bila kujali utavunja heshima za watu kiasi gani, kiasi ambacho walau kana fi umuri dini wal aqida wa haqqillah, hata kama itakuwa ni katika mambo ya dini, naam, mtu awe huru kuzungumza anachokitaka. Hata kama itakuwa ni katika haki za Allah subhanahu wa ta'ala, mtu aseme kila anachokitaka, wa haqi rasulihi sallallahu alayhi wasallam, bali wanaona hata kama ni katika haki za mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu ana uhuru wa kusema kile ambacho kwamba anachokitaka. Huu ndio uhuru wa magharibi, ndio uhuru ambao kwa sababu au kwa namna moja au nyingine umekuwa ni sababu ya faudha na fujo katika ulimwengu huu. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum biihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, enyi waja wa Allah, laqad daraba lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallama مثل من أروع الأمثلة يبين الحد الفاصل بين الحرية والفوضى. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametupigia mfano mzuri sana, mfano ambao unabainisha kiziwizi kilichoko baina ya uhuru wa sawasawa na fujo. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
kutoka kwa Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, mathalul qa'imi ala hududillah wal waqi fiha, mfano wa yule ambaye aliyesimamisha mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, amri za Allah subhanahu wa ta'ala, akafanya amri zake na kuacha makatazo yake. Wal waqi fiha, na mfano wa yule ambaye yeye amezembea akawa anafanya maasi, hashikamani na mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, hachungi mipaka ya Allah, hafanyi maamrisho ya Allah na haachi yale makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kamathali qaumin istahammu ala safina, ni mfano wa watu ambao wamepanda safina, kisha walipokuwa katika safina lile, katika meli, wakapiga kura kwamba meli ina sehemu ya chini na sehemu ya juu, nani wakae chini, nani wakae juu. Kura ikapigwa, fa asaba ba'dhum a'laha wa ba'dhum asfalaha, wakapata baadhi yao kwamba watakuwa juu na wengine watakuwa chini. fakana alladhina fi asfaliha idha istaqaw min alma'i marru ala man fawqahum, ikawa wale ambao wako chini sasa wakihitaji maji kule juu, wakihitaji wana haja ya maji, wako chini kule, inabidi wapande wawapite wale wa juu kwa ajili ya kuchota maji. Kitendo hiki kikawa kinawaudhi wale walioko juu. Wakati mwingine maji yanawamwagikia kwamba nyinyi uko chini mnatusumbua bana, kila mara mnakuja kuchukua maji huku maji yanatumwagikia, acheni mambo hayo. Faqalu, baada ya hizo kero wale wa chini wakasema, lau anna kharaqna fi nasibana kharqa, mnaonaje tutoboe upande wetu kutuliko huku chini, tutoboe ili tuwe tunapata maji huku chini, tusipande juu kuwasumbua hao walioko juu. fakana alladhina fi asfaliha wala nu'udhi man fawqana, ili tusiweze kuwaudhi ambao wako juu yetu, tuache wabaki na starehe zao, sisi tutoboe huku chini. fa in yatrukuhum wama aradu, sasa wale wa juu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ikiwa watawaacha kile wanachokitaka kwamba watoboe kule, halaku jami'an, wote wataangamia. wa in akhadhu ala aidihim, na ikiwa watawazuia kwamba hakuna kutoboa na badala yake bora muendelee kupanda kuchukua maji huku juu, wanaju jami'an, basi wote watakuwa ni wenye kuokoka. Tunajifundisha nini katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwanza tunajifundisha kukatazana mema, kuamrishana mema na kukatazana mabaya. Lau kama wale wa juu wasiwakataze wale wa chini, naam, wakitoboa ile meli ili wapate yale maji, wote wataangamia. Kwa jukumu lao ya wale wa juu ni kuwakataza walio chini ili wasiweze kuharibu. Jukumu langu mimi na wewe Muislamu ni kuhakikisha unamkataza yoyote anayeleta fikra za kuvunja amani na kuvuruga utulivu uliopo, ili tusiweze kuangamia sisi wote. Kadhalika katika yale ambayo imekuja katika hadithi hii ni namna ambavyo lau kama watu wa chini wangetumia uhuru wao sasa kwa mtazamo wa magharibi kwamba uhuru ni kufanya kile mtu anachokitaka, je, wangetumia uhuru wao kwamba tuna uhuru wa kufanya hili, huoni kama watu wangeangamia? Huoni kama wakitokea wa Tanzania na baadhi ya watu ambao wanataka kuvuruga amani ya nchi hii, wanataka kuvuruga utulivu uliopo, huoni kama watasema watumie uhuru huu? Ni uhuru wa batil, ni uhuru ambao utatuangamiza waislamu wote. Ibadallah, enyi waja wa Allah, zipo athari mbaya ambazo zinatokana na uhuru kwa mtazamo wa magharibi. Miongoni mwa hizo, dhuhuru tayari almufakkirina wal ulamai wa siyasiyin, ni kudhihiri sasa kwa wale watu wa fikra na wasomi na wanasiasa, alladhina nadau bil almaniya, ambao sasa wanaita wito, wanaita watu na kuwalingania watu kwamba hakuna haja ya kuwa na dini. Haya mambo ya dini yameletwa na Waarabu na Wakristo kule, na Wakristo wanasema tumeletewa dini na wazungu, watu wakae bila kuwa na dini. Wafasili dini anil haya, na wanakwenda mbio kwa ajili ya kutenganisha dini na maisha ya kawaida kwamba viwe ni vitu viwili tofauti. Au qasiri dini ala sha'airi ta'abudia,
au wavunje kabisa mafungamano ya dini na zile nyumba za ibada na maeneo ya kuabudia. Wa amma shu'uni alhayati al-ukhra min siyasatin wa iqtisadin wa ijtima'in fala alaqata lid-din biha, ama mambo ya maisha ya kawaida, maisha mengine, maisha ya kisiasa, maisha katika mambo ya uchumi, mambo ya kijamii, kwamba mambo haya hayana mafungamano na dini. Kuwe kuna dini na kuwe kuna hayo mambo mengine yanajitegemea kabisa. Kadhalika miongoni mwa athari mbaya za hizi fikra za magharibi, ad-da'watu li hurriyati al-aqida, ni kuwalingania watu kuwa na uhuru katika mambo ya itikadi. Mtu aamini kile anachoamini na afanye kile anachofanya katika mambo ya ibada. Wal hurriyati al-jinsia, na uhuru wa kingono, kwamba mwanamke amiliki mwili wake mwenyewe katika kuutumia anavyotaka, na mwanaume atumie nafasi yake na utupu wake kufanya vile anavyotaka. Wa ghairi dhalika min al-umuri al-qabiha, na mengine yasiyokuwa haya katika mambo mabaya kabisa, na haya ndiyo ambayo yamejengewa kwenye msingi wa kile